toka msimu unaanza katika klabu ambayo nimeweza kuipa kwanza kwenda kutetea ubingwa Dar es Salaam Young Africans. Kwa nini? Ni timu ambayo imefanya usajili ya wachezaji ambao wanajuana. Chemistry yao ilikuwa si ya kwenda kusema kwamba tunakwenda kutafuta chemistry ya muda mrefu. Ni wachezaji kuingia, kujoin, kuangalia mifumo na wakaenda kwenda kufanya kile kitu ambacho kocha anakihitaji. Kwa hiyo mimi naamini mpaka kesho Dar es Salaam Young Africans wanao nafasi kubwa sana kwenda kutetea ubingwa wao kwa sababu ndio mabingwa watetezi. Sasa mimi kuniambia kwamba Dar es Salaam Young Africans viwango vya wachezaji vimeshuka, siwezi kuamini kwa sababu ukiangalia ni timu ambayo imeruhusu magoli machache, ni timu ambayo inaongoza ligi, ni timu ambayo ina magoli mengi. Kwa hiyo ukiangalia hizo numbers, mimi kwangu bado naona Yanga wana deserve kwenda kutetea ubingwa. Ingetokea mngepata mchezo mgumu kama dabi, ingewafanya muwe vyema zaidi kuelekea mchezo wenu wa finali? Simba wamepata match fitness nyingi kwa sababu walikuwa na mechi za viporo ndani ya siku 11, siku 12 wamecheza mechi 4. Kwa hiyo mimi naamini kwa hilo wachezaji wa Simba wako vizuri kwenda kwenye hiyo mechi ya finali. Kwa hiyo mimi kikubwa ni wachezaji kuhakikisha wanatengeneza mentality nzuri ya kujua tunakwenda finali, tunakocheza na timu ngumu ambayo tayari wamekuwa champion kwenye hiyo tournament mara 3. Kwa hiyo RS Berkane ni timu nzuri na chochote kwenye mpira kinaweza kutokea. Inaweza Simba akawa champions au Berkane akawa champion. Kwa hiyo kikubwa ni jinsi gani Simba wanavyoendea mechi finali ya kwanza. Approach yao ni kuhakikisha wasiruhusu magoli mengi. Na wasiwasi wangu mimi mkubwa, Simba amekuwa na desturi ya kuconcede sana magoli kwenye timu kama KMC, timu kama unakuta katika mechi 4 ambazo wamezicheza za NBC, mechi 4 wametoka na clean sheet moja tu ambayo wametoka na JKT. Lakini ukiangalia Mashujaa wameconcede, Pamba wamefungwa goli 5 lakini wameconcede, KMC wameconcede. Kwa hiyo ukiangalia napata na wasiwasi, lakini kuna kitu kinanigonga kichwani kwamba Simba ya NBC na Simba ya mashindano ya kimataifa ni vitu vili tofauti. Acha tuione itakwenda kutuonesha kitu gani kesho kutwa tarehe 17. Miongoni mwa timu ambazo zimefunga magoli mengi kwenye kombe la shirikisho ni RS Berkane. Umezungumzia ubovu wenu kwenye kulinda. Unaona zahama sasa kwenu sana. Ndio maana nikasema kwamba wasiwasi wangu nikiangalia mechi 4 hizi tulizocheza, tumeconcede magoli kwenye mechi 3. Tumetoka na clean sheet ya mechi moja tu ya JKT. Kwa hiyo tusipokuwa makini tutakuwa tutazungumza hadithi nyingine tofauti. Kikubwa ni wachezaji wahakikisha wanajituma kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, kwa sababu tunaenda kukutana na wapinzani ambao ni wagumu. Ukiangalia defense yao ni ngumu na pia wanajua sana kutumia nafasi ambazo wanazipata. Kwa hiyo tuwe makini ndani ya kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90. Na mimi ingelikuwa kama labda ni Fadlu Davis, approach ambayo aliingia nayo kwenye mechi ya kule Libya, tulikutana wale Hilal Tripoli, aliingia na approach nzuri sana. Tungeingia nayo ile ya kuhakikisha kwamba tunakaa nyuma zaidi kwa sababu tuna wachezaji wa kuweza kucheza counter attack. Tunao Eliam Pans, tuna Akib Dennis, kwa hiyo wanaweza kwenda kukimbia na kuweza kuleta hatari kwa wapinzani. Sawa, swali langu la mwisho. Umesikika ukizungumzia dabi. Wewe ungekuwa ni kiongozi wa Young Africans, ungekubali kwenda kucheza dabi hii pasipo kupewa sababu ya kwa nini dabi ya kwanza ambayo iliahirishwa ilitokea sababu 2-3? Bila kupepesa macho siwezi kupeleka timu bila kupewa sababu. Kwa sababu leo hii ukiingia kwenye barua ya TFF hapo nazungumza ungekuwa kiongozi wa Yanga sasa. Mimi ningekuwa kiongozi wa Yanga nisingepeleka timu uwanjani hiyo tarehe 15 pasipo kupewa evidence, yani ushahidi wa vile vitu tulivyoambiwa kwamba ni lazima tutaletewa mezani vilivyoashiria kuto kuchezwa dabi tarehe 8 mwezi wa 3. Kwa hiyo unawaunga mkono viongozi wa Yanga? Bila shida. Ukiwa shabiki mfia timu hauwezi kunielewa mimi Simba ninachokiongea. Si ndivyo? Kwa sababu kuna sheria na kanuni. Sheria tunatumia zile 17 anazocheza Messi na Ronaldo. Kanuni tunazitengeneza sisi wenyewe kwenye nchi yetu. Si ndivyo? Kwa hiyo kama kanuni tulitengeneza sisi kwamba mchezaji akimshika refa akimpiga kuna kanuni. Timu isipokwenda uwanjani kuna kanuni. Si ndivyo? Simba waliandika barua kwamba hatukupeleka timu kwa sababu tulizuiliwa kwenda kutimiza kanuni yetu, kwenda kucheza mechi siku moja kabla na muda sahihi. Kwa hiyo wao walizuiliwa, walikuwa sahihi kabisa.
Kwa hiyo ilikuwa inahitajika TFF na bodi ya ligi waende kuambia Simba leteni timu, lakini wao wakaenda kufunua kanuni gani ambayo Yanga walikwenda kweli mabaunsa wao kwenda kuwazuia Simba, waende kuwaadhibu kupitia kanuni, lakini mechi ingefanyaje? Mechi ingechezwa. Lakini wao wakaenda kuyailisha ile mechi, wakasema wakaja na vitu viwili kwenye barua yao. Kwa ukosefu kuna viashiria vya rushwa na kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Na wakahakikisha kwenye paragrafu ya 4 kwenye barua yao wakasema kwamba tutakwenda kufanya uchunguzi wa kina kwenda kubaini haya ambayo kwenda kutangaza tarehe ya mechi. Ndivyo leo hii tunaenda kutangaziwa mechi, tarehe ya mechi bila kuja na zile sasa ule ushahidi. Sijawahi kuona kwenye nchi yoyote kuja wewe judgment inatolewa bila ushahidi kukamilika. Mungu wangu, hii ni nchi ya ajabu sana. Kwa hiyo mimi naamini Yanga huwa hawana shida. Yanga hata leo wanaweza kwenda kucheza mechi. Tatizo lao kuna baadhi ya viongozi ambao wamekurupuka na kuzikalia zile kanuni, wajiuzuru, wameshindwa kuendesha mpira wetu. Hii sasa kuna shabiki mwingine mfia timu anaweza kanitukana mimi siogopi. Mimi nahitaji tunyooshe mpira wetu kwa maslahi ya nchi yetu. Ndivyo? Kwa sababu ukisema kwamba sisi hawa wameifanya hivi, wamefanya, simamia kanuni. Ukisimamia kanuni, mimi naamini mpira wetu utakuwa na afya. Unadhani kwa nini viongozi wa Simba hawasemi au hawaiungi mkono Young Africans kwamba na wao hawaendi uwanjani kwa sababu hadi zitolewe sababu? Kwa nini mechi ya kwanza walisema kuna sababu hizo na kwa nini hawajathibitisha TFF? Simba wamewaingiza chaka bodi ya ligi. Kwa sababu waliposema sisi hatupeleki timu kwa sababu ya nini. Wao ni sawa mtu amekutisha afu akaondoka. Wewe unakuja toka na vumbi. Ndio alichofanywa bodi ya ligi. Sasa leo hii Yanga nao wanasema hatuchezi kama walivyosema Simba, hatuchezi. Kwa hiyo tunawaangalia sasa bodi ya ligi. Simba waliwasikiliza, hatuchezi, na wakaambia kweli mechi tunaahirisha. Na Yanga wanasema sisi hatuchezi. Mtafanya nini? Kwa sababu nyuma si mlizikalia sheria, kanuni zetu mlizikalia. Kwa hiyo kama nyinyi mlizikalia kanuni za mpira wa miguu ambazo ndo mlengo wa mama, tunacheza mpira kwa kanuni shekhe. Usipoleta timu kuna kanuni inahitajika wewe uadhibiwe. Yanga kama wamewazuia Simba kuna kanuni ilikuwa inatakiwa waadhibiwe, waliwazuia mabouncer na hakuna mtu ambaye alienda kuashiria. Maana walisema kwamba inahitajika twende tukafanya uchunguzi wa kina, tuwabaini hawa ni wa Yanga kweli. Kwa sababu huwezi kusema leo hii mimi hakuna bouncer yoyote aliyokuwa na kielelezo kwamba yule ni bouncer wa Yanga. Watu wanasema tunamfahamu yule alikuwa tuharibu, sijui yule alikuwa ni nani kwa majina, lakini kuna watu wanaweza kawa wameenda kuharibu hiyo tu kwa sababu ya mechi isichezwe. Hivyo vinawezekana. Sasa ni lazima uje na evidence kwamba mechi ile haijachezwa kwa sababu 1, 2, 3. Na pia nikienda mbali zaidi, bodi ya ligi hawatusamini sisi kama mashabiki na wadau wa mpira. Leo hii wanaenda kutangaza tarehe na mwezi ya mechi ile kuchezwa bila kuja na scenario ya kusema jamani, kuna watu ambao viingilio vyao vilipotea, kuna watu walipoteza gharama zao. Sasa tumetangaza tarehe ya dabi. Kwa utaratibu wetu utakuwa ni 1, 2, 3. Kwa wale watu ambao waliathirika ni wahanga, utaratibu utakuwa ni 1, 2, 3. Sasa leo wanakuja kututangazia pasipo kwanza kutuomba radhi na pia kutupa mlolongo mzuri, yani kutuwekea utaratibu wa kuweza kwenda kuiona dabi, kuiangalia dabi. Si ndivyo? Kwa hiyo yani wanavurunda mpira wetu kwa kina mno. Deni kubwa ni lipi kwa bodi ya ligi ili dabi ipigwe? Embo kawazi bwana Sam. Dabi mimi yani ili dabi ichezwe, mimi nafikiri watumie tu hekima na busara, wajiuzuru. Wajiuzuru. Mimi nafikiri ndio itakuwa nzuri zaidi. Kwa sababu kama wao wanawaongoza watu ambao tuna akili timamu, tunajua kitu gani kinafanyika, alafu wao wanapuyanga bila kuja kutuomba hata samahani. Sasa hivi wamebaki kutoa macho yani. Sasa anapanya ile naswa kwenye mtego katoa hivi. Hajui nini cha kufanya. Wajiuzuru. Wajiuzuru, wameshindwa kuongoza mpira wetu. Wanaopeleka na wanaunyaji si mpira wetu. Wajiuzuru, na kujiuzuru mtu mzima anapokosea ni kuchutama shekhe. Kuchutama mambo mengine yanaenda. Huu mpira unaongozwa na kanuni na sheria. Wewe kama umezinajisi zile sheria ni kuinua mikono juu tu. Jamani, mimi kuna 1, 2, 3 mpira uendelee. Leo hii mimi na uhakika Yanga wanachokitafuta ni uhaki.
Yani sio kwamba ni wajinga, usione kwamba eti watu wamekaa kwa sababu Dar es Salaam African, Simba, Namungo, JKT zimeanzishwa kwa sababu ya kucheza mpira, sio kuimba taarabu. Yanga leo hii kama yale wanaolalamikia yakienda kunyoshwa hawana shida. Yanga ni watu wa mpira.